kukirecommend kwa mtu yoyote yule wa kawaida ambaye aingia hata kwenye kundi maalum, lakini najua mimi bwana najijua tabia zangu na vimichepuko vyangu 3 4 2 hivyo, umenielewa? Na tujue pia mpaka sasa kama umepata nafasi ya kuzisoma, hakuna dawa ambayo haina side effect. Side effect zake ni zipi? Kwanza kabisa hii sio mbadala wa mbinu za kujilinda Okay. Hiyo ndio muhimu sana. Na ndugu zangu najua wamesema kweli kabisa. Jamaa anasema sasa hivi bwana mimi bwana ile biashara ya mpira mimi kwa sitaki kabisa. Hapa sasa bwana wala kama vile hii safi sasa daktari umetisha. Hapana, ile sio mbadala. Ile sio mbadala. Ni solution nyingine kabisa. Na hatuondoi zile mbinu za kawaida. Tunazana COVID-19 ilivyoingia. Tukanasema lazima mwakisha mnaendelea kunawa mikono na nini. Kwa kifupi zile traditional approaches lazima ziendelee kuwepo pale pale. Sio mbadala wake. Lakini pili, of course hakuna dawa ambayo haina side effects. Side effects zipo. Ingawa sasa hivi bado zinazungumzwa kwa udogo kwa sababu imefanywa tafiti muda mrefu. Side effects zake sio kubwa kama zile ARV za mwanzo, lakini bado zipo pale pale. Lazima utapata madhila madogo madogo. So hizo zipo. Ila point ambayo narudia pale nilipoanza. Huu sio mbadala wa zile tabia ambazo tuliambiwa, si ndio? Abstain, si ndio? Be faithful au condomize, sio? Ni lazima tuendelee na zile kwa sababu unapunguza chances. You just minimize the chances. Wewe dokta, kwa una ndugu? Yes. Una kaka, una dada na una wewe mwenyewe. Ni kitu ambacho unaweza ukakirecommend mtu akitumia? Kama imebidi yes I will. Kwa mtu ambaye lazima awe kwenye kundi maalum. Kwa namna moja ama nyingine lazima awe. Ambaye hayupo kwenye kundi maalum. Hapana. Kwa nini? I want, kwa sababu kuna njia za traditional ambazo ziko pale pale, condom na nini ambazo sio dawa, sio kemikali unaingiza mwilini. Okay. Si ndio? Huo ni mjadala mwingine mpana. Kwamba unajua chochote unachokiingiza mwilini. Kuna namna lazima kitapita kwenye ini, lazima kitapita kwenye figo. Okay. Tunatakiwa tuishi as natural as we possibly can. Inasaidia kupunguza uwezekano wa kupata changamoto baadaye. Sawa sawa. Okay, kwenye hiyo point ya vitu ambavyo unatumia vitapita kwenye ini, kwenye figo na vitu kama hivyo, ndo zile side effect. Umezungumzia namna ambavyo dawa zimepiga hatua za kudhibiti virusi vya ukimwi, especially kwa watu ambao tayari wanaishi navyo. Niambie, kuna utofauti wowote kwenye dawa za zamani na hizi ambazo sasa hivi zimepiga hatua, especially kwenye hizi side effect, kwenye vitu haya na maorgan na nini? Kuna hatua ambazo zimepigwa, yani dawa zinapoboreshwa zinazingatia pia kupunguza madhara kwenye hilo eneo kubwa mno. Okay. Zamani kuna wakati hata kwenye mambo ya stigma huko kwenye unyanyapaa, kuna wakati jamii ilikuwa inajua kabisa mtu fulani anatumia dawa. Okay. Kwa maana ya muonekano, kwa maana ya nini, kwa sababu dawa zilikuwa zina side effects zinaonekana kabisa. Na kazi kubwa iliyofanyika kwa miaka yote ni kupunguza zile side effects. Yani kuondoa sumu ili kinachobaki kiwe kina very effective. Ndio. Na miaka yote hii ndio kazi ilikuwa inafanyika na imefanyika kwa uzuri sana. Ndio maana sasa hivi watu wengine wanalalamika kama bwana, sikiza daktari bwana, nyinyi bwana dawa mmezileta sasa hivi hata hatujui tena na maambukizi ya malaria. Bwana unamwambia sasa, sikiza ndio inavyotakiwa. Kwani ulikuwa unataka nini? Yaani wewe mjue ili iweje, si ndio? Kwa maana ya kwamba hakuna side effects zimepungua kabisa. Sasa hivi literally ni kama hazipo. Zile ambazo mtu alikuwa akitumia muda mrefu, unaanza kusikia complications sijui za ini, moyo, figo na vitu kama hivyo, hazipo tena. Okay. Sio tu hata hivyo, hata namna mwili unavyokuwa, disfigurement na nini zote hazipo. Okay. Kabisa. Kwa zile story, kwa mfano mtu anasema ukiona na nepa anatumia ARV, ukiona na hizo hazipo tena. Those are just stories nowadays. Ambao ni mafanikio makubwa sana kwenye sayansi. Mno, si rahisi. Si rahisi. Moja la mwisho dokta, inawezekana hii ni dhana ambayo watu wanaifikiria wakitazama issue nzima tangu imeanza mpaka hapa ilipofika. Najua kuna dhana nyingi huwa zinazungumzwa. Kuna dhana za kwamba HIV ilitengenezwa, najua hizo umezisikia kwa miaka mingi. Lakini dhana moja ambayo nataka tuizungumzie na natamani kusikia mtazamo wako ni dhana ya kwamba ukweli ni kwamba wazungu wana uwezo wa kutengeneza dawa ya kutibu. Lakini biashara nzuri kwao ni dawa ya ni hizi dawa za kufubaza, kwa sababu mtu anazitumia maisha yake yote. Maana yake kibiashara ananunua zaidi kuliko dawa. Akinunua mtu mara moja labda dozi ya mwezi akawa amepona. Ni tofauti na mtu akiwa anatumia
maisha yake yote, labda amepata virusi akiwa na miaka 30, atatumia mpaka miaka 70 80. Manake huyu mtu anatengeneza pesa nyingi zaidi. Kwenye kuishi kwako kwenye hiyo dunia, dokta, hili lina ukweli ama uongo kiasi gani? Sasa hapo nalijibu kwa kama Isaac wa Mivinjeni. Asante. Isaac wa Mgulani Pioneer, sio? Mimi ninaamini ndio kama tumeweza kugundua dawa kinga ya miezi 6. Kama tumetengeneza progress kubwa kiasi hiki kwa muda mfupi, kwa maana ya kwamba tangu imeanza kufikiriwa mpaka imekuja muda mfupi, na tumekaa na ARV miaka 40, ndio dawa ipo. Dokta, dawa ipo, lakini kama ulivyosema ni good business, kwa maana ya kwamba unajua mtu akianza kutumia ARV leo, ndio longevity ya maisha yake inaongezeka. Maana yake ni client tu. Ni biashara nzuri sana. Yani ni biashara nzuri sana. Kama nimeanza na mtoto huyu, pambano langu ni kuhakikisha kwamba anaishi maisha marefu akiwa anaitumia hii dawa. Hata kama namuuzia shilingi 10, shilingi 1. Hiyo ni pesa ya uhakika. Ya uhakika kwa miaka yote atakayoishi. It's a very big business. It's a very big business. Na Isaac huyo anasema kwamba pengine ugonjwa mwingine ukitokea ambao utakuwa kama huu, ndio dawa itatangazwa. Kwamba sasa ile biashara yetu tutaendelea kuisekiwa, lakini kwa ugonjwa mwingine. Brother, stock market lazima tuendelee kuwepo kwenye nani pale juu. Kwa mfano malaria, si ndio? Sasa hivi tunazungumza chanjo, si ndio? Lakini chanjo ukiangalia HIV wamefanya kazi muda mrefu sana kwenye chanjo. Sio kwamba kulikuwa hakuna namna ya kuigundua chanjo. Ndio. Mimi naamini kulikuwa kunatafuta tu solution ugonjwa mwingine ambao wale shareholders wanatakiwa waendelee kupata dividends zao, kunufaika. Kwa sababu dokta, mimi kuna sehemu kiukweli napataga mtanzuko, ila najisemea tu kama si za tulia, wewe si mtaalamu. Mimi nikitazama hii unaoisema PrEP, yani kwamba mtu akitumia hata virusi vikiingia vinadhibitiwa, vinaondoka. Nikitazama PEP yenyewe, virusi vishaingia lakini masaa 72 vimechomolewa. Nikitazama na hizo sindano zilizokuja za chini ya ngozi ndo balaa zaidi. Sasa bwana, inakuaje jamani useme yani namna gani pale? Lakini tena najiambia si za tulia, wewe sio mtaalamu. Ndio maana nimeongea kama Isaac. Kwa Isaac wa Mivinjeni anaamini, ila kama mtaalamu dawa hamna. Dawa hamna. Kwa sababu kwa mfano dokta, unaona mimi naangalia namna jamaa wanapokwenda, yani zile pages zinavyofunguliwa. Kwa hiyo tulianza na ARV, tukaja na PrEP, tukaja na PEP, afu tumekuja na PrEP. Ilianza PEP kwanza, kwamba ukipata 872 ukinywa mambo fresh. Haya, PrEP kabla ukitumia hivyo. Alafu ikaja inakuja kitu katika mfumo wa chanjo. Tumekubaliana mtufundishe sio chanjo, lakini ni kama kimekaa kwenye mfumo wa chanjo cha muda mrefu, kwa maana miezi 6. Sasa ukiangalia hii unaona ni mazingira ambayo ni kama watu wengi wanalazimika kutumia, hata ambao hawajaathirika. Maana yake soko linakuwa kubwa zaidi. Wewe una akili nyingi sana. Akili nyingi sana. Kwamba inatakiwa sasa kila mwanadamu sasa. Chifu unaondoka zako sasa hivi unaenda zako labda let's say Amsterdam. Unajua leo bwana mimi siku kule nitakuaje leo? Nitaenda red light district pale. Ngoja nishtue. Choma miezi 6 kabla. Nenda nakula bata. Dunia ndivyo ipo. Hamna namna. Sema natakiwa uje align na wewe. Ndio wahenga waliposema dunia tambara bovu hapo. Kabisa. Dokta, swali langu la mwisho nilokuwa nataka kukuuliza ni lipi shuba miti yake? Mbona nataka kunitoka pale? Nani kaniroga? Wakati unalifikiria, wewe umevaa suti, umevaa t-shirt leo. Siko ofisini. Niko field. Niko kitaa. Kama Afya Check tunaendelea na kambi. Kama Afya Check tunafanya kambi za afya. Na tulikuwa Tanga. Bana, by the way doctor. Bana, unajua hakuna mtu amefanya hicho kitu kwa ukubwa huo Tanzania. Mimi najua tu zile kila taasisi huwa inafanya kwa
udogo wake pale, njoo hapa kwetu tunafanya hizo ambazo of course sio za kubeza, za kupongeza, lakini katika scale ambayo nyewe mnafanya dokta, ya mmepiga kambi sijui Tanga, Tabora, Mwanza, Arusha, Dar es Salaam, and you've been doing that for years. Dokta, una takwimu kwa haraka hata za juu, mmefikia Watanzania wangapi wa moja kwa moja? Zaidi ya 1,700,000. Au ni wa moja kwa moja? Yani moja kwa moja. That's not a joke. Yani wamepata dawa, wamepona yani kabisa. Wamefanyiwa, wamepelekwa hospitali, na rufaa wamepata. Zote walikosa hizo. Yani wanazungumza ni wale ambao wako chini kabisa kwenye food chain, naitaga nyinyi. Low socio-economic status. Sasa tulikuwa Tanga, sasa hivi tunaenda Moshi. Kwa hiyo Jumaa hii tutakuwa Moshi pale uwanja wa Uhuru, alafu wiki ijayo tutakuwa Mwanza. Sasa kikubwa ambacho nataka nitumie platform yako, maana hapa sasa natumia platform yako. Yes. Tunahitaji sana support ya wadau, kwa maana ya kwamba wadau ambao wana CSR, ambazo wanataka kuziweka kwenye afya, tunawahitaji sana. Tunahitaji sana wadau ambao wapo kwenye afya moja kwa moja. Programs, parallel programs, siku hizi wanaita program msonge. Nimesikia juzi. Watu wa HIV, watu wa nini, tunawakaribisha sana kwa sababu ni kambi ambayo tunaifanya bure. Tunaweka eneo wazi, watu wanakuja wanapata matibabu. Kwa Tanga tumegundua kwa mfano macho shida kubwa kweli. Dodoma. Watu wanataka miwani. Sisi hatuna miwani. Mimi mwenyewe navaa miwani. Miwani yenyewe sasa hivi unajua miwani inauzwa bei gani? Miwani laki 2 mpaka laki 3. Hiyo kuna watu wengi sana mtihani. Kwa hiyo tunahitaji sana wale watu ambao wanaweza kutusaidia wakatunga mkono. Tukafanya ile jambo likaenda. Tunahitaji wheelchairs, tunahitaji yaani watu wanakuja pale kiukweli watu wana taabu chief. Kwa hiyo wanahitaji, afu sasa sisi uwezo wetu unafika kiwango. Sisi tunalenga magonjwa sio kuambukiza. Lakini sasa atakuja mtu mwenye magonjwa yake pale anahitaji support. Kwa hiyo naomba nitumie platform yako kabisa. Tutangaze kwamba tunakaribisha jamani. Kabla hatujafariki kabisa dunia. Karibuni jamani, tushirikiane. Sawa? Sawa. Haya, uliza swali lako ulikuwa unafikiria. Bwana, swali langu ni hili. Kuna siku niliwiwa tukutazama zile takwimu za watu wanaoishi na virusi vya ukimwi duniani, global. Nikaona asilimia kubwa sana, yani zaidi ya nusu, tanisaisha kama nimekosea, zaidi ya nusu, tena kwenda kabisa huko juu wapo Afrika. Usiseme tu Afrika. Sub-Sahara. Sema kusini mwa jangwa. Kusini mwa jangwa la Sahara. Kuna mambo mengi. Hizi nchi fulani hapo. Hapa kuna nini dokta hapa? Yaani kwa sababu mimi dokta nikitazama nchi kama India ambayo ina watu karibu 1.5 bilioni, takriban 1.5 bilioni. Alafu ukiangalia na idadi ya watu wanaoishi na virusi vya ukimwi, ukifanya ratio na kuwa yani ni idadi ndogo sana. Lakini ukija huku tulikuwa last time nimecheck ilikuwa huku Sub-Sahara kama milioni 40 na kitu, ambao ni watu wengi, sio 50 huko. Takwimu mpya sijaziangalia. Nini? Sasa nataka nijibuje? Yaani kwamba sisi ndo kitabia, yani namna gani pale? Nijibu kama Isaac au kama Mwanasa? Anza kama Isaac wa Mivinjeni, alafu umalizie kama Dr. Isaac. Kuna namna tunafikiri pia kwamba kuna watu wana suppress data. Hapo nani anajibu? Hapo najibu kama mwanasayansi. Kuna nchi ambazo zina suppress, zinashusha chini. Wanadanganya takwimu. Kwa mfano, kuna scenario ya Marekani. Ndio. Marekani, Atlanta kuna HIV prevalence kubwa mno. Na haizungumzwi. Yaani Marekani inazungumzwa kama nchi moja. Na Marekani unajua ni kama continent, ni nchi kubwa sana. Lakini ingekuwa tunachukua kama nchi, kama kila state ni nchi. Ndio. Then ina maana Atlanta ingekuwa ni moja ya nchi ambazo zina maambukizi mengi sana. Lakini the way they report, sasa wana report kwa na nchi nyingine zinapelekaga hizo data, zinapelekwa kwa immigrants kwamba bana wakuja hawa ni wakuja. Si ndio? These are siasa, these are politics. Ndio. Sababu kinchi kudanganya, kwa mfano kama nchi labda tuna watu 500,000 wanaoishi na virusi vya ukimwi, alafu tukasema tuna watu 300,000. Sababu zinakuwa ni nini? Kwa sababu sisi kwa nini hatudanganya? Labda tuseme kwa nini sisi hatudanganyi. Sisi hatudanganyi kwa sababu tunategemea misaada. Yaani the higher the number, the more msaada. The more. Na kama una matatizo huwezi kujificha. Chifu, unanielewa hiyo point. Kwa hiyo sisi tunakuwa kweli sana. Na pengine labda mwingine tunaongeza ili tu mambo yaje. Tupate
ambayo ni tofauti na upande wa pili ambao wao wana uwezo na wana pride. Yani China haiwezi kuambia sisi tuna HIV, haiwezi hata Russia haiwezi kuambia.